Nationalism tunasema maisha ni nyumba. Maisha ni nyumba, wala sio uongo. Ukiwa na nyumba nzuri, ukiamka asubuhi utakuwa na akili timamu. Kwanza una hamu ya kwenda nyumbani. Na Mwalimu Nyerere miaka ya 60 huko aliyajua haya. Nipata nafasi ya kuzungumza na Yahaya Cherahani ambaye ni Principal Public Relation Officer. Yeye kimsingi ni mtu wa mahusiano kati ya wateja wa National Housing pamoja na shirika kwa ujumla. Yahaya tunafahamiana pia naye miaka mingi kama ilivyokuwa kwa Daniel walikuwa wananikumbusha hapa. Bwana, mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Kwenye kupromote watu wana taarifa. Eneo lako manako hiyo. Wana taarifa za kutosha. Kwa maana ya kwamba tunapoanza miradi, process inavyoendelea, na mpaka tunapokuja kuwakabidhi nyumba. Huwa katika muda wote tunafanya kama walk through. Tunawapatia taarifa mwanzoni, nyumba zitakavyokuwa, na baadaye wanakuja kuingia. Kwa sasa hivi tunaweza tukasema tuna pre-sale ambayo kimsingi wao tunasema ni kama tunawauzia ramani. Wao wana imani kubwa na sisi. Kwa hiyo tunawapelekea ramani, nyumba itakuwa hivi, itakuwa na kiwango hiki, na itakuwa na facilities hizi. Wao sasa kupitia hizo ramani na michoro ambayo sisi tunawaonyesha, wanakuwa interested, na kuna wengine hawajawahi kuingia hata kwenye hizo nyumba. Wanakuja kuingia baadaye ambapo nyumba zikiwa zimeshakamilika. Na asilimia kubwa ya wateja wetu, kile ambacho wanakuwa wamekiona kwenye mchoro ndicho wanachokuja kuikuta. Kuna namna ambayo ya haya mnapata, kwa sababu wewe uko kwenye eneo la mahusiano. Kuna mazingira ambayo moja mnaruhusu mawazo yatoke kwa wateja. Yes. Kwa sababu unasema unanionyesha ramani, itakuwa hivi. Lakini wewe unajua, baba zetu unajua wamejenga wenyewe nyumba zao, yani kwa maana ya kwamba anamwambia fundi hapa hivi. Kuna mazingira ambayo moja mnaruhusu mawazo yatoke kwa wateja, na hiyo ikoje? Kama unaweza kunijibu. Lakini ya pili pia ni kuna namna ambayo mnapata malalamiko kutoka kwa wateja baada ya nyumba kukamilika, kwamba sivyo hivi. Yes. La kwanza kama kuna namna mnaruhusu mawazo kutoka nje. Tunaruhusu mawazo kutoka nje, kwa maana ya kwamba katika miradi hii, kwa mfano kama Samia Housing. Samia Housing ni hii hapa iliyopo Kawe, ambayo Samia Housing ina ghorofa ngapi? Ina ghorofa 10. Yani kwa maana zile structures kwa sababu ziko nyingi hivi. Ziko nyingi katika sehemu moja. Ile tunaita ghorofa. Ghorofa moja. Ghorofa moja, mbili, ziko ngapi ghorofa jumla? Ziko 10. Ziko 10 na nyumba ziko 560 jumla. Jumla. Kila ghorofa moja ina nyumba ngapi? Ina jumla kama nyumba 50 kitu. 50 kitu. Kwa hiyo zile ziko 560. Hii kitu ndio ilikuwa yani kitu samani kabla hujaendelea inanishangaza sana. Unaona lile eneo? Ile eneo ni dogo sana. Kama tungeweka nyumba za chini 500 pale, nadhani zingekwenda mpaka Tangibovu. Mpaka Tangibovu, yes. Lakini unaona namna nyumba 560, nyumba za kukaa 560 zimekaa kwenye eneo moja. Na hiyo ni awamu ya kwanza. Awamu ya pili pale itakuwa nyuma yake ni nyumba 560 nyingine. Kwa hiyo kutakuwa na nyumba 1000. Kwa hiyo pale wakati tukianza kujenga, tulikuwa tukipokea maoni, tulifanya mikutano na wateja, wakawa wanatueleza mawazo yao, na tukawa tuna incorporate kwenye michoro yetu, na tumekuwa tukirekebisha kila wakati ambapo wanakuja ya haya pale. Kabla unajua sisi tunatabia, unaona kitu afu unakishtukia pale. Kulikuwa kuna nini? Lile ni eneo la National Housing tangu mwanzo. Yes, lile eneo lilikuwa ni eneo la Tanganyika Packers. Sawa. Tanganyika Packers. Baadaye kukawa kile kiwanda kimekufa. Serikali ikachukua lile eneo, likawa chini ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, ambayo ni wizara mama ya Shirika la Nyumba la Taifa. Sawa. Baadaye wizara ikaona kuna umuhimu wa kumpa mtu wa kuweza kuendeleza, kwa hiyo ikakabidhi Shirika la Nyumba la Taifa, ambalo sasa ndio limesimamia eneo hilo. Of course kulikuwa na nani na wabia ambao walikuwepo nyuma. Lakini nao tuliwasiliana nao, na sasa
usimamizi wa eneo lile uko chini ya Shirika la Nyumba la Taifa. Okay, kwa hiyo mnaniambia kwamba mlikuwa mnapata mawazo wakati mnaendelea kujenga na mkao mnaingiza kwenye michoro. Tunaingiza kwenye michoro. Kuna namna ambayo baada ya kukamilika kwa nyumba mnapata malalamiko? Yes, tunapata. Malalamiko ni aina gani? Malalamiko unajua kila mtu ana interest yake. Kuna mtu ambaye anataka nyumba sebule iwe kubwa na ukubwa gani. Anataka ukuta huu utoe labda baada ya kumshajenga iungane na dining. Watu wengi sana hawapendi open kitchen. Open hasa wanawake. Anataka akiwa jikoni anaendelea na soga na mashoga zake. Kwa hiyo unakuta vitu kama hivyo, ila hayo marekebisho yanaweza kufanyika ni katika zile kuta ambazo hazidisturb jengo au kupitisha service. Kwa sababu unaweza kukuta ukuta huu ni ukuta ambao unatumika kupitisha nyaya kutoka chini kwenda juu. Uzuri anayefanya marekebisho ni ninyi wenyewe. Kwa hiyo mnakuwa mnajua. Na marekebisho hayo yanafanyika mapema. Baadaye unapokuja baadaye inakuwa ni ngumu. Kuna mazingira unawaambia bwana hii haiwezekani. Na hayo malalamiko mara nyingi yani sio mengi sana. Kwa kuwa katika mtiririko mzima wanapata taarifa. Na sisi tunafanya marekebisho. Tumefanya hivyo kwenye miradi yote ambayo imefanyika huko Medeli, imefanyika huko Mchikichini, kuna Mindu, kuna Victoria ambayo iko karibu yetu hapa, kuna Morocco Square ambayo wateja wameshaingia. Victoria bana, nyumba zenu zilikuwa ndogo sana bana. Sasa maisha yanabadilika. Hapana bana, niliingia Victoria House bana. Maisha yanabadilika. Sasa tunaenda kwenye vyumba vidogo kutoka Japani. Maisha yanabadilika. Unajua Japani hiki kieneo kinatoa vyumba viwili. Yes. Unajua kila mtu anapenda kuishi kwenye maeneo mazuri. Na eneo zuri ni gharama. Yes. Ili uweze kupata space ambayo ni ya kutosha peke yako. Kuna nyumba ambazo ziko juu ya Victoria ambazo ni za vyumba 4 vina simu. Ila na nini nimependa Morocco. Morocco nimeingia nimeangalia. Beautiful. Yani ni kwa maana ya size. Ndio. Hivi Masudi kwa mfano, mtu unataka kupata nyumba hapa Victoria. Hivi unaweza kununua kwa shilingi ngapi kwa mfano? Hapana. Kwanza upate. Sasa hicho kiwanja peke yake balaa. Huo udogo unaozungumza ndio ambao unawezesha hiyo nyumba kuwa na unafuu fulani. Naam. Mimi nakubali. Naam. Ya haya. Naam. Eneo lako ni eneo nyeti sana. Kwa sababu Daniel anauza. Sawa? Of course anawauzia watu, anafanya marketing, sales, anauza na vitu kama hivyo. Wewe ni mahusiano, yani ni eneo muhimu sana. Sio kututangazia. Yani wewe ni department yenu ni daraja kati ya sisi na shirika. Of course HR yeye ni ndani kwa ndani, sio? Lakini wewe nyinyi ni hivi. Nataka mniambie mnafanyaje, na tena kwa nini niko very serious, na mnafanyaje kuhakikisha miradi kama hii haidakwi na matajiri? This is very serious. Kwa sababu tajiri ana uwezo wa kununua, ana nguvu ya kifedha. Yani anaweza akawe akachukua nyumba, Morocco Square akachukua nyumba, Victoria akachukua nyumba, Kongo akachukua nyumba, na ujue kabisa hata issue ya money laundering inaingia huko. Mtu mwenye pesa yake ananunua. Yani nataka mnafanya due diligence ya kiasi gani kuhakikisha kwamba, sisemi matajiri wasinunue nyumba, lakini watu wetu hawa kawaida ndio nadhani ndio kipaumbele ni cha msingi sana. Maana kwa sababu tunapozungumzia, Daniel alimuuliza kuhusu low cost housing, sawa, akanipa mfumo ule wa mteja mpangaji mnunuzi. Sawa. Tunafanyaje kuhakikisha hasichukuliwi na matajiri peke yao? Of course kama ulivyosema, kuwa tajiri sio dhambi. Yes. Na sisi katika mojawapo ya mkakati wetu ni kupata hela za matajiri ili tuweze kuwekeza kwenye nyumba za gharama nafuu. Okay. Kuna nyumba ambazo zinauzwa zaidi ya milioni 500. Sawa. Milioni 600 mpaka bilioni 1. Ambazo kuna mtu ana uwezo wa kuweza kununua nyumba moja au mbili.
na akaweza kukalia hiyo nyumba. Sio dhambi kwa mtu kuwa na nyumba moja au mbili. Sawa. Lakini hawezi akachukua kama nyumba zote. Huo utaratibu kwa sababu sisi tuna utaratibu wa kuweza kucontrol na tumeingia kwenye makubaliano na baadhi ya taasisi hizi ambazo tunaweza kukangamua kama kuna mchezo huu unachezwa hapa na pale na pale. Okay. Kwa hiyo makusudio makubwa ya kujenga nyumba zile za gorofa na za high end ambazo kama Morocco Square ni kukusanya pesa nyingi kwa ajili ya kuweza kuhudumia miradi midogo. Na ndio maana kupitia utaratibu huo hata hiyo wanasema pre-sale. Tunauza kabla jengo halijakamilika. Sasa kwa wakati mwingine inaweza ikawa inatusaidia kwenye kupata financing ya pesa kwa ajili ya kujenga hiyo miradi. Kwa hiyo unakuwa hauna hassle sana kwenye kuweza kwenda kukopa hapa na pale na pale ili kuweza kuhudumia huo mradi. Unakusanya kutoka kwao hawa. Sasa ukizuia hao watu ambao wana uwezo unaweza sehemu fulani kwa kwamba kuweza kukusanya hizo pesa kuweza kujengea wale ambao ni wa kipato cha chini. Tumesema tumeingia kwenye sasa hivi Samia Housing Scheme. Samia Housing Scheme ni scheme ambayo ni ya nyumba 5,000. Hivi haishi Kawe tu? Haishi Kawe. Ala. Ni ya nyumba 5,000 nchi nzima. Nchi nzima. Kwa hiyo asilimia 50 ya hizo nyumba zitajengwa Dar es Salaam. Sawa. Asilimia 30 zinajengwa Dodoma. Asilimia 20 ndio kwenye maeneo mengine ya nchi. Na hii ni bara na visiwani? Hapana. Ni bara pekee. Bara pekee. Kwa sababu visiwani wana ZHC ambao nao tuna ushirikiano nao. Tumekuwa tukiwasiliana pale. Nimependa jibu lako la kwamba matajiri tunawahitaji. Of course na njia ya kuzichukua zile fedha ni kuwauzia vitu. Kwa hiyo maana nimependa jibu lako la kwamba matajiri tunawahitaji kwa ajili ya kupata fedha zao kufund projects ndogo ndogo. Na ndio maana anaweza kaja ndio maana hata nyumba za kutia milioni 600, 700, bilioni. Lakini usisahau kitu kimoja ya haya. Tajiri hata Samia hivi ni Samia Scheme, Samia Square, Samia Housing Scheme ya Kawe, tajiri pia pale atakuja. Anakuja kivipi? Baba. Anataka awe na hela kwa sababu anajua pia maskini unajua tajiri anajua hela iko kwa maskini. Ndio. Umeelewa? Kwa hiyo anaweza kumpa maskini anunue. Unajua kwamba tajiri anajua hela iko kwa maskini. Unajua nitakupa mfano mmoja ya haya. Wewe uko kwenye media unajua. Leo Mbagala kule ambako ndio kuna yani ndani kule. Sukari inauzwa kwa kijiko. Inapimwa. Sawa. Mkate unauzwa kwa slice. Nyama kwa vipande. Umeelewa? Ukiangalia kwa jicho la juu unaona wow, maisha mepesi. Kumbe unasahau wale unaopima zile akizikusanya zile kilo moja gharama yake inafika mpaka shilingi 6,000 au 7,000 ya sukari. Ndio. Unajua economically watu wengine hawaitazami hivyo. Yaani anaviona kwamba anamudu kununua kijiko kimoja. Lakini yule mtu aliyepima vile vijiko akivikusanya vile ipatikane kilo moja, hela anayokusanya yeye anatamani auze vile kuliko kuuzia watu kilo moja kwa sababu anatengeneza hela nyingi sana. Kwa maana yake ni kwamba bila ya kujua, lakini maskini anatumia hela nyingi kuliko tajiri. Sababu ukipiga hesabu unaponunua bidhaa zako za mwezi za wiki nzima au mwezi mzima, gharama yake inakuwa ndogo. Unapochukua mzigo mkubwa gharama inakuwa ndogo. Unajua ukichukua mzigo mdogo gharama inakuwa kubwa. Kwa maana yake ni kwamba tajiri anajua kwamba kwa maskini ndio kuna fedha. Kwa mnapoanzisha schemes kama hii Samia Housing ambayo of course utatuambia baadaye kama Samia Housing ni low cost au ya katikati au ya juu. Najua vitu kama Morocco najua ni high end. Sasa utatupa mfano wa Samia ingawa nilisikia utatuambia. Kwa hiyo tajiri anaweza kaja pia kule akazinunua zile nyumba. So far kwa utaratibu tulionao hatujapata hiyo challenge. Okay. Na wajua wateja wetu. Na kadri tunavyokwenda database tunaijua. Tunafahamu kuna wateja wetu ambao walinunua Morocco na wakanunua Victoria. Na nyenendo zao tunazifahamu. Na matajiri kama ulivyosema ni wachache. Sio wengi sana ambao wanaweza wakasumbua. Kama ambavyo walikuwa wanasema Daniel. Credit Info imeweza kutupatia wale ambao
ni wakimbiaji. Kwa hiyo nayo inatusaidia kwenye baadhi ya maeneo ambayo labda kama huyu tajiri ni mkimbiaji au ni mtu wa kuingia hapa na kutokea pale. Kwa nyumba 5,000 sio nyingi sana na sio kidogo. Sasa hivi tunakwenda kwenye nyumba 560 zimekamilika, tunakwenda 560 nyingine. Ni karibia mwezi wa pili au wa tatu tutatangaza. Tukitoka hapo tunaenda Dodoma. Kuna sehemu inaitwa Medeli, kuna nyumba zitakwenda 100. Hapa Kijichi kuna nyumba 400 zitajengwa. Tukitoka hapo tutakwenda kwenye mikoa mingine na kadri mahitaji yanavyoelekeza. Kawe. Samia Housing. Yep. Ule ni mradi wa level gani? Ule ni mradi wa kati juu, kati chini. Kati chini. Ni kati chini. Ambapo roughly ya nyumba zake zinacheza kwenye ngapi? Nyumba zake zinacheza kuanzia, kama kuna nyumba za chumba kimoja zinaitwa studio. Kuna studio. By the way, studio ni tena kwa mabachelor hizi nzuri sana. Unajua studio ni room inakuwa moja kubwa, yeye atanisaidia. Lakini manake yani jiko liko hapo. Sehemu unaweza kwa kitanda na sebule yako. Kwa inakuwa ni zaidi ya ukubwa wake, ni zaidi ya chumba cha kawaida. Zaidi ya chumba cha kawaida. Yes. Ili kuweza kubeba kama hivyo kitanda, na jiko. Na hata kama kuna kasehemu ka ofisi hapo unaweza kaweka pembeni. Hizo nyumba zilikuwa zinauzwa milioni 45. Zilikuwa ni 45 na kuna zingine zimeenda 100 na 170. Hiyo vyumba vingapi? Hiyo studio. No. Zile vyumba vitatu. Sasa tuanze. Tuna studio ni moja. Inayofuata kuna hizo vyumba viwili. Sawa. Kwa sababu ndani ya studio ndio imekatwa kutokea kwenye nyumba vitatu. Unaweza ukakaa kwenye nyumba ambayo inaita toroka uje. Kuna mlango wa kuingilia kule studio ambayo ni chumba kimoja, ambayo ukipenda hii toroka uje umetoa wapi? Tunakwenda na wakati ambapo wewe ambaye ni mnunuzi unaweza ukawa unaingilia kwenye mlango wako, lakini ndani una vyumba viwili. Mlango ule wa chumba kimoja umetokea nje, au ukitaka kununua vyumba vitatu ule unazibwa na utakuwa unaingilia kwenye mlango mmoja na uingia kwenye vyumba vingine. Okay, kwa hiyo ya juu ni vyumba vitatu. Ya juu ni vyumba vitatu. Size ya square meter 100. Square meter za studio. Ni sawa na square meter za vyumba viwili? Hapana. Za vyumba viwili imezidi. Vyumba viwili imezidi. Ila studio ni kubwa pia. Studio ni square meter ngapi? Ni kama 60. Ni 30. 30. Ni 30 kama hii. Kubwa. Kama hiki kidogo kimepungua kidogo hapa, si ndio? Inazidi hapa. Hii kubwa kidogo. Hii kubwa kidogo. Okay. Ambayo inakuwa na kuna choo chako, kuna kisehemu cha sebule, kuna sehemu cha kitanda. Na huduma zote muhimu ambazo unazipata. Yaani kwa kifupi studio usitaki kujaza vitu. Ukitaka kujaza vitu katafute vyumba viwili au vitatu huko mbele. Hata hizi nyumba ambazo unasema ni ndogo. Ukiwa na utaratibu wa kununua kitanda cha 6x6 kikubwa, yani utapata shida kwenye nyumba ambazo ni za mjini huko. Na rafiki yangu mmoja alikuwa ananichekesha kwamba alivyohamia kutoka kule alipokuwa kuhamia kwenye nyumba yake ambayo amenunua ya mjini, alitupa almost nusu ya vitu vyake. Na ukuta tayari alikuwa vitumia. Alikuwa vitumia kwa sababu mjini tunavyoishi tunaonana mjini tukiwa tumevaa tai. Lakini brother, tunatoka kwenye maeneo ya ajabu. Najua. Sasa kwa hiyo mradi wa Samia Housing Kawe ni kati chini. Manake studio ni unaniambia wastani milioni 45. Milioni 45 square meter 30. Alafu inayofuatia ni bei gani? 100 na 117. 117. Ya vyumba vitatu? Vyumba vitatu 160. 192. Yes. 192. Ila unajua ni gharama, lakini kusema ukweli, unajua leo kupata plot Kawe. Kawe. Tena Kawe hiyo hapo hiyo.
baharini. Kupata plot pale peke yake. Najua si chini ya 100. Si chini ya 100. Acha. Sasa kama unapata nyumba ya milioni 117 ikiwa imekamilika, unakabidhiwa funguo. Mungu akupe nini? Okay. Na yani wa Tanzania yani wote almost tunakaa, yani huwa tunafanya shughuli sehemu fulani na tunalala sehemu fulani. Kwa Dar es Salaam hapa mfumo wetu ulivyo, wengi wanatoka upande wa mjini, yani wanatoka upande wa nje ya mji wanakwenda mjini, wanaingia mjini. Na dunia inabadilika pia. Sasa hivi watu sio lazima tena waende mjini, sio mjini tena. Kwa hiyo inasaidia. Sasa mfumo wa maeneo kama Kawe, unajua mtu ambaye anakutazama sasa hivi anasema mimi nataka. Wale walikuwa wanalipa cash. Walikuwa mwanzoni waliweza kulipa kwa utaratibu wa mwaka mmoja mpaka mradi unavyokamilika. Na baadaye wakawa wanalipa kwa nani, wale wanaweza kulipa cash, wanalipa cash. Okay. Wale kwa utaratibu wanasema unaitwa progressive, wanafanya hivyo. Na kuna wengine ambao walikuwa wanafanya utaratibu ambao analipa kwa kutumia benki. Analipa 10%, alafu akishalipa 10% anakuja kwetu, tunamwandikia utaratibu fulani wa mkataba, anakwenda benki, anamalizia ile 90%. Okay. Kwa hiyo sisi nyumba za kazi zilizokamilika 560 zote zina watu. Na zina mradi wa pili ambao mnatarajia kutangaza, tuna waiting list ambayo almost inakaribia, na yenyewe inakaribia kuja. Watu wanataka, kwa sababu watu wote wanapenda maisha mazuri. Wanapenda wafanye kazi karibu na mjini. Wanapenda kufanya kazi karibu na maeneo yao ya kazi. Hakuna mtu anayependa kukaa ana drive kilomita 40. Nyumba zenu za chini ni zipi? Kwa maana hii umesema kati chini. Nimezungumzia level. Za chini ziko maeneo gani ambazo unasema hizi za bei yake ni ya chini? Za chini kabisa kwa nani ilikuwa milioni 36 ambazo tulikuwa ni Katavi. Ambapo tulikuwa na utaratibu wa kutumia raw material ya upande ule. Wakati ule tulikuwa tunatumia tofali zile za hydroform. Zinafyatuliwa ambao Afrika Kusini wenzetu wanazitumia. Inatumia simenti kidogo sana na udongo. Kwa hiyo zile tofali zinakuwa zinaunganishwa tu moja juu ya nyingine, na labda kwenye sehemu za linta ndio kunakuwa na linta. Juu zile tofali zinaendelea, hata urefu wa paa yake sio mkubwa sana. Floor haitumii material mengi, labda kuweka tiles hizi za gharama ni kiasi. Nyumba iliuzwa kwa shilingi 36 Katavi. Wananchi wamenituma nikuulizeni. Naam. Nini kimetokea kwenye mradi wa hapa na nini bwana? Ikawe bwana, Ikawe ya huku hii. Kawe 7-11. Unajua mimi mliweka lile bango kubwa. I say. Mimi kwa sababu najua ni vitu ambavyo mimi nafanya projects ambazo zinaanza zikiwa kwenye makaratasi na hii inakuja inatokea. Kwa hiyo najua ni vitu vinavyowezekana. Niliona ule mradi ulikuwa ni mkubwa. Ule mradi ulikuwa ni wa nyumba ngapi? Ulikuwa ni mradi wa nyumba 422. 422 na gharama zake mpaka kumalizika inahitaji bilioni 169. Ile ni high end. Ni high end ambayo mwanzoni kabla ya hayo manake sasa eneo ni kubwa, lakini kinachopelekea nyumba kuwa chache ni kwa sababu kuna vitu vingi. Kuna space, kuna recreational centers na ndio manake kalikuwa ni kamji fulani. Kamji ambako kamekamilika, kwa sababu mtu ambaye atakuwa amebahatika kupata nyumba katika eneo lile hata lazimika kuondoka kwenda sehemu nyingine kwenda kutafuta mahitaji yake. Mahitaji sijui kuna shopping, mashule, kuna viwanja vya michezo. Mashule of course atamove ataenda sehemu nyingine. Lakini lawn tennis, viwanja vya michezo midogo hii. Ile project imekufa? No. Iko on. Na sasa project iko vizuri sana. Ngoja narudia tena. Project imekufa? Hajafa. Unazungumzia 7-11 ya mwanzo. Kwa sababu ziko mbili. Kuna 7-11 yenye magorofa 18. Okay. Kwenda juu.
alafu huku yako 10 ambayo hii project ya 7-Eleven ya Kawe. Tuna hii barabara yetu ambayo inatoka roundabout ya Kawe inayokwenda Mbezi chini. Ndio. Ule mradi ni uko kwenye upande huu au unavuka pia kidogo? Ule mradi uko upande wa kulia. Uko upande wa kulia. Kwa kwanza kabisa hapa ni magorofa utaona tu. Yani kwa barabara hii ninayohitaja siku zote tabakia hapa, nyumba zote zitakuwa upande wa kulia. Upande wa kulia. Ilikuwa haivuki hivi? Haivuki. Inayovuka huku ni nyumba hizi sasa nyingine za Samia Housing ziko mbele. Samia Housing ziko mbele. Tanganyika Peka. Hiyo iko on na sasa hivi na furaha kukuambia tuko kwenye 48% ya utekelezaji. Ya kuanza au maana imeshaanza, mnaendelea? Tunaendelea. Wewe kama ukiangalia pale kuna shughuli zinaendelea moto. Shida iliyokuwepo, serikali kama wasimamizi wetu walikuwa na mashaka kidogo ya namna ya matumizi ya mikopo, lakini wakatuambia tufuate taratibu fulani na baadaye wakajiridhisha na Mama Samia, serikali Mama Samia awamu ya 6 ikagranti uwezo wa shirika kukopa mikopo. Ule mradi unaenda mpaka baharini? Yes, unaenda mpaka baharini. Lakini kuna nyumba za watu kule. Baadhi ile eneo linapinda. Kuna sehemu ambayo mradi unakwenda mpaka baharini, unazikwepa baadhi ya nyumba, unaziacha kulia kwake. Lakini ukienda kule mbele kuna beach fulani ilikuwa inaitwa Kawe Beach. Hiyo Kawe Beach ni sehemu ya mradi huo. Wow. Of course mradi huo ambao wanaita Kawe Satellite Center ni mradi ambao ni kamili utakapokamilika. Ile ni kisehemu tu. Wenyewe unaenda mpaka wapi? Wenyewe unatoka kule ilipo shule ya Fedha Girls kama unavyojua, au hapa alipo Mwamposa. Kwa maana unavuka barabara. Uko upande ule afu unakuja kuvuka barabara mpaka upande ule. Basi ndio maana na mimi nilihisi kwamba ni mradi ambao hii barabara inapita katikati. Yes. Kwa hiyo mradi kamili uko hivyo. Mradi uko hivyo. Kuna ndani kuna mabarabara yake. Of course hiyo 7-Eleven inakwenda kwenye 48% sasa hivi. Ina nyumba 422, iko kwenye gorofa la 16 kwenye baadhi ya maeneo na nyingine gorofa la 14, ilisimama ikiwa kwenye gorofa la 13. 11. Gorofa ya juu itakuwa na ngapi? Itakuwa na gorofa 18. Of course kuna wakati wali downscale ikaenda kama 16. 16 itakuwa sasa hivi. Kuna 16. Ili kuweza kupata nyumba 422. Na gharama za mradi. Nyumba moja bei gani? Ya juu. Anaweza kukwambia Daniel. Daniel, nitajia hapa pole. Nyumba ya juu ni kiasi gani kama kamera ruhusiwa kutaja? Kuanzia milioni 400 mpaka bilioni 1. Na bado kuna wateja wameshanunua. Umeshamaliza. Ndio maana nikakwambia mimi matajiri hatuwawezi sisi. Of course Mungu nyumba haijakamilika kashalipa, mimi nakuanzia wapi? Mungu aliwaumba matajiri ili kusudi na ule umaskini hauwezi kutoka. Kama vile utajiri lazima uwepo. Kwa hiyo hatuwezi kuwepa, lakini lazima muwe makini sana. Lazima tuwe makini na tunatamani yani kungekuwa na mashirika kama 50 hivi yenye nguvu sawa na National Housing. Ili kuepuka upungufu wa nyumba. Kwa sensa iliyofanyika mwaka 2022. Jamani, by the way, wewe nikwambie kitu kimoja. Wakati tunamaliza kipindi chetu. Watoto kutoka kwenye nyumba nzuri ina mchango mkubwa sana wa kiakili. I'm telling you. Yes. Whether unaamini huamini. Mimi nakwambia watoto kutoka kwenye nyumba nzuri ina mchango mkubwa sana kwenye brain ya mtoto, kwenye kukua. Sisemi kwamba anatoka kwenye maskini anakuwa mjinga. Tunatoka kwenye familia za kimaskini, hasira zinatusaidia tunachangamka, lakini kwa nini upitishwe kwenye hasira? Anatoka kwenye nyumba ambayo ina hewa, ina mwanga, unajua? Ina vitu kuna mchango mkubwa sana kwenye brain. Ndio maana moja kati ya mambo ambayo kila binadamu anahangaika ni sehemu ya kukaa pazuri. Unajua? Chakula inafika kipindi ukiwa na hela chakula hutaki. Unajua? Unafanya na diet. Unakula kidogo. Lakini hakuna diet ya nyumba. Kuna diet ya nyumba kusema kwamba nitakaa kwenye nitalala hapa ambapo anavuja. Hakuna diet ya nyumba. Kuna diet ya chakula. Kwa hiyo nyumba nzuri ni msingi, na ndio maana National Housing nyinyi ni watu muhimu sana kwenye kuhakikisha kwamba mnaboresha maisha
ya watu wengi sana watoke kwenye nyumba nzuri. Ndio maana National Housing tunasema maisha ni nyumba. Maisha ni nyumba, wala sio uongo. Ukiwa na nyumba nzuri, ukiamka asubuhi utakuwa na akili timamu. Kwanza una hamu ya kwenda nyumbani. Na Mwalimu Nyerere miaka 60 huko aliyajua haya. Hivi unajua haya, kuna mtu ambaye unajua sisi kwa huku Tanzania ukiondoa mikoa yenye baridi, unajua mikoa yenye baridi yenyewe zetu na baridi muda mwingi. Ndio. Ukichukua mji kama Dar es Salaam mwezi wa 10, 11, 12, 1 mpaka 3 huko 10, 11 pale ni joto. Yaani nina chumba changu Tandale, mchana siwezi kukaa. Unajua hicho kitu? Najua. Ukiwasha feni linapuliza moto. Na watu wanalala nje. Lazima adate. Na nje kuna alika. Umeona? Naam. Kwa hiyo huyo mtu kwanza hatamani kurudi nyumbani. Lakini niambie una nyumba ina nafasi, ina hewa. Yaani ikifika Tembe kuna nyumba unashangilia. Hata ndoa zinakuwa zinaimarika. Yeah. Kuna huwa tunatoa fursa ya wadau ambao wako nje ya studio kuuliza maswali pia kwa wageni wetu ambao wanakuja. Na swali ambalo limetoka nje kuja kwenu National Housing ni kwamba mnaona mmeshafikiria kuanza kujenga nyumba kwenye maeneo ya kimkakati. Akatumia maeneo kama migodini, viwandani, na akanikumbusha kwamba amenifanya nifikirie kwamba kwa mfano sasa hivi sisi tuna bandari kavu kubwa sana inajengwa Kwara. Hivi Kwala. Ni Kwala. Kwala. Ambapo kuna industrial area kubwa sana, moja kati ya maeneo ambayo mimi yananifanya niwe proud na nchi yangu. Maana yake naona idadi kubwa sana ya watu. Na Kwala ya haya iko, maana yake ni Kibaha unaingia Mlandizi. Nawaona watu wengi wakiwa wana commute, wanabidi watakuwa wanasafiri. Pengine viwanda vitaanza watakuwa na maeneo vyao, lakini kuna namna pale maeneo kama yale au migodini kuanza kuchukua hiyo nafasi, kuitumia fursa kiasi kwamba ukiweza kuwaweka wafanyakazi karibu na maeneo wanafanya kazi, maana it's even better, si ndio? Fikra hizo zipo. Na actually tuna eneo ambalo lilifikiriwa tangu enzi za Mwalimu Nyerere la mwaka 1973. Eneo lipo Kwala kule kubwa, lina ekari kama 200 na kitu. Pale eneo lile limeshapimwa na sasa hivi linatengenezwa mpango wa kuweza kukaribisha au kuwekeza shirika la nyumba lenyewe. Aidha kuweka makazi au kuweka magodown au kuweka kitu kingine chochote. Huo mpango upo Kwala pale. Bahati nzuri nilishafika kwenye eneo lenyewe. Na mambo yanaendelea vizuri. Na katika maeneo ya kimkakati mengine, kwa mfano tuseme kama Geita kwenye migodi, hatuko mgodini kwenyewe, lakini tuko mjini Geita. Na mara kadhaa tumepokea maoni ya wadau wa madini wakiwa wanataka wapate nyumba ambazo ni za kiwango chao. Tulipeleka nyumba ambazo unajua kila mmoja na mahitaji yake. Nyumba tulizozipeleka kule ni za kipato cha chini. Sasa matajiri wa Geita wanataka wajengewe nyumba kubwa zaidi. Kwa hiyo fursa ipo. Kuna uwanja mkubwa ambao zinaweza zikajengwa nyumba nyingine 100 pale Geita. Kuna maeneo mengine kama Mpanda ambako na kwenye kuna madini. Kuna sehemu inaitwa Ilembo. Zimejengwa nyumba na bado kuna eneo kubwa. Yaani kiufupi shirika la nyumba lina land bank Tanzania nzima. Kama lilivyokuwa kwenye maeneo ya katikati ya miji na limechukua land bank katika maeneo ya pembeni ya miji. Kuna maeneo machache sana ambayo shirika la nyumba halikufikiria kimkakati. Yaani sio kwamba halikufikiria, halikupata maeneo, kwa mfano kama Kilimanjaro. Ndugu zangu wa Kilimanjaro, na Kilimanjaro ina uhaba sana wa ardhi. Kwa sababu ya taratibu wa Kihamba ule umenani. Ingawa tumepata Bomang'ombe karibia na unatoka unaelekea Arusha. Na uzuri unajua swala mjini ni wapi? Ni yetu. Hapo tunaweza tukaamua sisi mjini yetu iwe Goba ikawa mjini. Na ndivyo ilivyo mjini sasa hivi Goba. Bunju inaweza ikawa mjini. Yaani ni namna kwa sababu mjini ni huduma. Yaani kinachotufanya twende zamani tulikuwa tunakwenda posta kwa sababu maofisi yako posta. Lakini leo unaona Tegeta imechangamka. Unapata mabenki yako pale, kwa maana ATM ziko pale na mambo mengine yote yako pale. Hata ukienda Chanika sasa hivi ni mjini kama ilivyo Mbagala. Kwa hiyo kimkakati maeneo hayo tumeyafikia kiviwanda na kibiashara.
ukifikiria jengo zuri la maana lolote katika miji hii, ukienda Singida kuna commercial complex, ukienda Lindi sasa hivi kwenu nani mmefika kwa tumefika safi, kuna Mtanda commercial complex pale, niwaulize ukienda Mtwara kuna Masasi commercial complex, okay. Ukienda Morogoro hapa kuna 2D commercial complex, ukienda Dodoma kuna complex inakuja, na hata hapo Kawe Samia ni eneo la mkakati ingawa sio la nani la makazi. Kutakuwa na arena pia pale itakuwepo pembeni ya nani, kwa hiyo value ya eneo hilo itaongezeka. Nyuma kuna lile jengo lilokuwa la Samia, lilokuwa la Tanganyika Packers. Lile jengo linaboreshwa na kutakuwa na bazaar, kwa hiyo yani kuna viwanda, kuna biashara zitakuwa pale. Kwa hiyo kimkakati nadhani tumefikia kwa kiwango hicho na bado tunaendelea kupokea maoni. Haya, nikushukuru sana. Asante, nashukuru sana. Unatamani kuambia watazamaji wetu kwa sekunde moja mbili kama unacho? Natamani kuambia Watanzania, Shirika la Nyumba la Taifa linawakaribisha kuweza kupata fursa muhimu zilizopo, kwa sababu Shirika la Nyumba ndio shirika pekee lenye maeneo na nyumba katikati ya miji. Ukienda kwenye mji wowote ambao ni wa Tanzania hii, hivi ni nchi nzima nchi nzima kuna nyumba za National Housing. Okay. Kwa hiyo tunapoanza mpango wa Samia Housing tutakwenda nchi nzima, sio Samia Housing tu, na pia kuna hivi miradi yenu pia inahusisha kubomoa nyumba za zamani Yes. Pale ambapo tunajenga wenyewe, okay. Pale ambapo National Housing inajenga inajenga yenyewe. Kwa mfano kuna miradi mbalimbali ambayo imejengwa na National Housing hapa mjini. Kuna mmoja hapo Victoria ulijengwa na National Housing yenyewe. Hapo Ubungo katikati ya magorofa mengine ilijengwa na National Housing yenyewe. Na Mindu kuna magorofa kulikuwa na kijumba cha gorofa kama watu familia mbili, imejengwa na National Housing yenyewe. Kwa hiyo tuna lengo la kuwafikia Watanzania. Kwa hiyo tupate fursa hii, tusiwaachie watu fulani tu kukaa katika maeneo ya mijini. Tuchangamkie fursa pale tunapopata uwezo, tupate hizo nyumba. Kwako wewe, lipa madeni kwanza ya National Housing kama unadaiwa, lakini kama si mteja wa National Housing leo, pengine kesho ukawa mteja wa National Housing. Brother, kupitia credit info hizi records zetu mwanangu zinafahamika. Sawa, unaweza ukaenda ukaona watu wanakuzungusha, kumbe ukopesheki, yani kumbe una madeni nyuma, kwa hiyo huko watu huwezi kuingia nao deal. Na mfumo mortgage umeshaanza kuingia sisi Tanzania, kwa maana ya kwamba nyumba yako inaweza ikalipiwa benki, ikalipia nyumba yako, ikawalipa National Housing. National Housing wanakupa nyumba, alafu unaanza kuwalipa benki. Benki wakiongea na credit info wakagundua kwamba wewe muhuni, uwezi ukaingia katika mfumo mortgage. Na mfumo mortgage ni mfumo ambao unasaidia watu wa kawaida, kwa sababu wewe huna milioni 400 ya kulipa nyumba moja kwa moja, lakini unayo 500,000 ya kulipa kila mwezi, au 300,000 ya kulipa kila mwezi. Kwa kila mtu anaweza akaingia katika hizo nyumba, lakini weka sawa record yako, historia yako ya mikopo, ya madeni, lipa hata kama akakukopesha shangazi yako, mlipe, kwa sababu unaanza kujifunza. Washikaji zako walipe ili kesho utakapoingia kwenye mashirika una uwezo wa kulipa. Haya, nashukuru sana. Nilikuwa na rafiki yangu Yahaya Charahani, yeye ni principal public relations, ndio inaitwa officer, yes. Officer ambaye kimsingi ni mtu wa mahusiano baina ya shirika la nyumba na wateja wake ambao ni sisi wote. Unaweza kuwa mteja leo, unaweza kuwa mteja kesho. Asante sana kwako kwa kutupa muda na kututazama. Mimi naitwa Masoud Kipanya, mpaka wakati mwingine, bye bye.